Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ndugu zangu mnaotufuatilia katika vipindi vyetu, ndugu zenu katika Uislamu, katika iman, tumekuja sasa kama kawaida yetu ilivyo ya kutoa mafunzo na taaluma mbalimbali. Katika muda huu tutakuwa na mafunzo ya vijana wetu wa kike na wa kiume ambao kuanzia umri wa miaka 10 mpaka miaka 20. Lengo hasa ni kuchukua watoto wa primary ambao tayari wako klasi za juu 5-6, kwa standard 4-5-6, na pia vile vile wa secondary form 1 mpaka form 4. Lengo ni vile vile kuimarisha imani zao au zetu, pamoja na kuwaongoza katika akhlaq zilizokuwa karimu, zilizokuwa njema. Kwa hivyo tumekaa hapa leo kwa ajili ya kuzungumzia mafunzo yetu haya siku 10 ambayo yataanzia mnamo tarehe 3 Januari hadi kilele chake tarehe 12 Januari. Tumefanya jambo hili kwa sababu mbalimbali, lakini kubwa kuliko yote, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia waltakum minkum umma, na wawepo miongoni mwenu watu yad'una ila alkhairi, wanaoamrisha khairi au wanaolingania khairi, wanaoitaka khairi, wanaowaita watu katika khairi, wayamuruna bil ma'ruf, na wanaamrishana mema, wayanhauna 'anil munkar, na wanakatazana mabaya, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofuzu. Surah Al-Imran aya 104, Allah anatuhimiza katika kuwepo umma wenye kuzitaka khairi, kuita watu katika khairi, wakaamrisha mema na kukatazana mabaya. Mpango huu ni mpango mkubwa, ni mpango nyeti, tena ni mpango mzito ambao unahitaji moyo safi, nia njema, mashirikiano na kufanya kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na kwa ajili ya manufaa ya umma. Tunachokifanya hapa sio kazi ndogo, kwa sababu tunachokifanya ni ujenzi wa tabia, nafsi na mustakbali mwema wa kizazi cha sasa na kijacho. Ndugu zangu, katika programu yetu hii tutakuwa na kauli mbiu yetu, na kauli hii ni ya kujenga na ya kutia hamasa na imani kubwa. Tunasema imani ndiyo nguvu ya taifa na umma, tabia ndiyo utu, vijana ndiyo mustakbali. Slogan hii inawakilisha kiini cha mpango huu, kwamba imani ndiyo nguzo ya kusimamia maisha, tabia ndiyo taswira ya ndani ya mtu. Naweza kumuona mtu mzuri, anavaa vizuri, taswira yake utaiona katika tabia zake, na vijana ndiyo mradi mkubwa wa taifa. Mimi na wewe tuna wajibu wa kulilinda taifa hili kwa kuitunza amani ya moyo uliosalimika, lakini vile vile amani na usalama wa nchi yetu. Dira ya mafunzo haya ni kuzalisha kizazi chenye moyo salama, tabia njema, uongozi wa kiadilifu na misingi thabiti na imara ya Kiislamu. Dira yetu inalenga kuwa na vijana wanaofikiri kwa nuru ya Qur'ani, wanaoishi kwa akhlaq ama tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanaofanya maamuzi
kwa uadilifu na hekima. Nini dhamira ya mafunzo haya? Dhamira yetu ni kuwafundisha kwa misingi imara, kuwaongoza na kuwajengea vijana misingi ya taqwa, ikhlas na tauhidi kupitia elimu, mafunzo ya kitabia na uzoefu wa vitendo unaogusa mioyo na tabia njema. Dhamira hii inatufanya tukatae kufundisha kwa maneno tu, bali tunafundisha kwa kugusa mioyo, kubadili tabia na kuunda uongozi uliokuwa imara na thabiti kabisa. Mpango huu wa siku 10, mafunzo haya yana malengo, na miongoni mwa malengo hayo ni kuimarisha imani na kujenga moyo, kujenga takwa katika vijana kwa kupitia Qur'ani, hadithi na mafunzo ya akili na roho, kukuza tabia na maadili, kufundisha uzuri wa ukweli, heshima, uvumilivu, nidhamu, uwajibikaji na adabu. Kusaidia vijana kutambua nafasi yao katika umma. Hata hivyo, mafunzo haya yatalenga pia kumjenga kijana katika kujenga uongozi wa Kiislamu uliokuwa thabiti na imara, na vile vile kuunganisha vijana kwa misingi ya tauhidi. Ndugu zangu wa Kiislamu, haya mafunzo ni mafunzo muhimu ambayo yanahitaji nguvu za pamoja, mashirikiano katika kila nyanja, katika kila hali, kwa sababu vingi vitahitajika. Wito wetu kwa wananchi, wazazi na vijana kutoka katika jumuiya yetu ya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar. Tunatoa wito maalum kwa makundi yafuatayo. Wito kwa wazazi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa kuhusu kile mlichopewa kuchunga. Mtaulizwa kwa kile mlichokichunga, namna gani mlikichunga. Wazazi tujiulize, je, tunajenga mazingira ya nyumbani yanayolea imani? Tunalea watoto wetu au tunawafuga? Pia tujiulize, je, tunakuwa sisi wazazi mfano bora wa tabia kwa vitendo kwa vijana wetu, kwa vizazi vyetu? Kadhalika pia inafaa kujiuliza wazazi, je, tunawasaidia watoto au vijana katika kutambua thamani ya Qur'ani na sala? Ndugu zangu, wazazi wenzangu, tuna wajibu pia kujiuliza, je, tunawalinda watoto wetu dhidi ya marafiki wabaya au mitandao inayowaharibu vijana wetu na watoto wetu? Mzazi mwenzangu, tuna wajibu wa kujiuliza, je, tunawaongoza kwa busara hawa watoto wetu na si kwa ukali peke yake? Wito wetu kama jumuiya, kama Waislamu, tusishiriki ibada peke yetu. Tuwashike watoto mikono tukiwapandisha njia ya imani, lakini pia tushirikiane kwa pamoja katika kujenga kizazi bora na taifa lenye umma uliokuwa bora na imani, na kujenga misingi imara na maadili bora katika taifa letu. Wito wetu kwa vijana. Enyi vijana, nyinyi ndio nguzo za umma, mwongozo wa kesho na nuru ya imani. Wito wetu kwenu ni simameni kwa tabia, ombeni kwa ikhlas, chagueni mema, epukeni shari, na muwe mfano wa uadilifu kwa rika lenu. Wito kwa mashehe, walimu na wakufunzi kwa ujumla na sekta ya elimu. Sekta ya elimu ndio sekta bora ambayo itatoa mafunzo. Mafunzo haya yanatakiwa yawe kwa vitendo, kwa misingi imara. Alhamdulillah, katika neema ambayo ametupa sasa hivi Allah subhanahu wa ta'ala, wizara yetu ya elimu ni wizara ambayo kila siku inazidi kukuza na kubadilisha mitaala, kuona namna gani itawasomesha watoto
kwa ufanisi zaidi ili kuweza kukidhi mahitajio ya umma kwa jamii na hasa zama zetu za teknolojia hii na science na teknolojia. Na sasa tumeingia katika base competence. Mafunzo haya yetu si education inakuwa ina based katika umahiri. Zaidi tunaangalia, hatuangalii elimu tu alionayo mtu, lakini tunaangalia umahiri wake. Umahiri wake ni vipi anaweza kuitumia ile elimu aliyoipata katika kuifanyia kazi effectively kwa ufanisi zaidi. Kwa hivyo na sisi tunataka tujenge huo umma. Sote tushirikiane na tupeane nguvu. Mawazo yenu, fikra zenu, nguvu zenu zitatusaidia katika kujenga jambo hili imara. Tushikane pamoja kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Sura Al-Imran aya 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni na kamba Mwenyezi Mungu nyote wala msifarikiane. Wito kwa jamii na taasisi. Jamii ifungue milango ya ushirikiano. Tuwaweke mbele vijana wetu kwa mipango ya maadili, sio burudani peke yake. Watoto leo tumewajenga zaidi katika burudani na mipango ya kidunia kuliko kuengage katika imani ya dini na mipango ya jamii ambao wataleta mustakabali mwema wa taifa letu. Hitimisho, mpango huu wa siku 10 hauishi hapa. Ni mwanzo wa safari. Tumeshaanza, tunaendelea. Lakini ni mwanzo wa safari ya ujenzi wa kizazi kitakachosimama kwa takwa, ikhlas na tauhid. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aibariki kazi hii, tuifanye kwa ikhlas, uchamungu na wema na imani. Awaongoze vijana wetu, awape wazazi nguvu na waeke mbele maslahi ya watoto na umma katika elimu, na ajalie Mwenyezi Mungu jamii yetu kuwa taa ya maadili na imani. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aibariki Zanzibar, namuomba Allah aibariki Tanzania, namuomba Allah atubarikie kila alichotupa katika neema zake, namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala alibariki taifa letu kwa ujumla, atubarikie, awabariki viongozi wetu na atupe manufaa na salama ya dunia na akhira. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tushirikiane kwa pamoja, mkono kwa mkono hadi peponi. Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya.